Iwapo ungependa kupata alama ya A katika tathmini ya KCSE ama mtihani wa KCSE, karatasi ya 3, paper 3, ndiyo huwa inamsaidia sana mwanafunzi. Katika lugha ya Kiingereza huwa twasema paper 3 is the game changer. Sasa naomba nikupeleke hatua kwa hatua jinsi unafaa kushughulikia karatasi ya 3. Jinsi unavyofahamu ni kwamba karatasi hii huwa zile sehemu 5 zipo. Tuna tamthilia, tuna riwaya, tuna hadithi fupi, alafu tuna ushairi andishi pamoja na sehemu ya fasihi simulizi. Hivi ndivyo ambavyo unafaa kujibu maswali. Unapaswa kujibu maswali 4 peke yake. Swali la kwanza huwa ni swali la lazima. Lile la kwanza hilo hakuna cha msalie mtume, lazima ulijibu. Manake lile huwa ni swali la lazima. Halafu unachagua maswali mengine 3 kutoka katika zile sehemu tofauti tofauti. Usijibu maswali 2 kutoka katika sehemu moja. Tuna aina za maswali. Tuna maswali ya hoja. Haya maswali ya hoja huhitaji maelezo ya kina na utoe mifano kutokana na matini. Usieleze tu ama usitaje tu, lazima uthibitishe kwa kutoa mifano. Halafu tuna maswali mengine. Haya maswali utapata, kwa mfano umeambiwa kwa kutumia hoja 3 eleza. Kwa hivyo lazima hoja zako ziwe 3, lakini kuna maswali mengine ambayo huwa ni huru. Hayo hujapewa idadi ya hoja ambazo unastahili kuzitoa. Kwa hivyo kulingana na aina ya swali ambalo limeulizwa, unastahili kujikita pale. Manake kwa mfano umeambiwa fafanua sifa 6 za anayezungumza kwa kurejelea riwaya ya Nguu za Jadi. Hapo hoja zinazohitajika ni 6 peke yake. Hoja nyingine zaidi ya 6 ambazo utaziandika hazitosahihishwa. Na unapotoa hizi hoja, anza kwa zile hoja ambazo una uhakika nazo. Wajua kuna hoja ambayo hii huna uhakika. Anza kwa zile ambazo una uhakika nazo. Halafu tuna zile tanzu za fasihi, hizo unazielewa kama ni fasihi andishi, na tuna za fasihi simulizi. Tuna maswali ambayo hutahini kuhusu wahusika. Wahusika ni watu au viumbe kwenye kazi ya fasihi. Halafu uhusika ni nafasi yao katika kazi hiyo ya fasihi. Sasa pale waweza ukaulizwa mwanzo, labda mhusika ni yupi, unastahili kujua jina lake. Pili, sifa zake. Sifa za mhusika zinatokana na matendo yake, maneno yake, fikra zake, na labda yale ambayo wahusika wengine wanasema kumhusu. Mfano, mhusika aweza akawa ni shujaa, mhalifu, mfitini, mchongezi, aweza akawa ni mpenda amani na kadhalika. Pia aweza ukaulizwa mchango wake katika kazi hiyo ya fasihi. Kwa hivyo unastahili uangalie amesaidia vipi kukuza labda maudhui katika kazi fulani ya fasihi. Tuna swali linalotahini dhamira. Dhamira ni lengo kuu la mwandishi, na dhamira hutokana na jamii. Kwa hivyo utaangalia ujiulize, nini kilichomsukuma mwandishi huyu kuandika kazi fulani? Kwa mfano labda alikuwa na lengo la kuelimisha jamii kuhusu madhara ya ufisadi, au alitaka kupigia upatu, umoja na ushirikiano. Tuna maudhui. Maudhui ni mambo makuu ambayo yanajitokeza katika kazi ya fasihi. Kwa hivyo unastahili kuwa ukijua maudhui. Kwa mfano kama ni katika Nguu za Jadi au Bembea ya Maisha, uelewe maudhui. Kisha tuna ploti au msuko, ni mfuatano wa matukio katika kazi ya fasihi. Tuna mbinu za kimtindo.
Zile mbinu unastahili kuzijua. Haswa taswira, tuna aina tofauti tofauti za taswira. Tuna taswira uoni, tuna taswira mguso, tuna taswira ya harufu, tuna taswira mwendo na aina nyinginezo za taswira. Kutoka pale, kama kuna kitu ambacho huwa kinawapiga chenga watahiniwa wengi katika mtihani wa KCSE, hasa karatasi ya 3, ni matumizi ya muda. Kumbuka huo umepewa muda wa dakika 150, muda wa dakika 150. Sasa hizi dakika sharti uzitumie vyema. Dakika za kwanza 5 unapaswa kusoma maagizo ambayo umepewa. Soma maagizo ambayo umepewa. Kisha dakika 20 soma maswali yote. Unaposoma maswali haya, unastahili kwamba utambue mitego ya watahini katika kila swali. Kisha chagua maswali ambayo una uhakika kwamba utapata alama za juu. Usidanganywe na swali la kwanza, maanake kuna wanafunzi huwa wanaangalia swali la kwanza na lazima maswali haya ni rahisi. La hasha, huenda kule mbele kuna maswali mengine ambayo labda yatakuwa ni magumu. Kwa hivyo ni vyema uyaangalie maswali yote, uangalie mitego, halafu uchague kwamba nitajibu swali hili, na uangalie ni swali lipi ambalo huenda ukapata alama za juu ikilinganishwa na hayo maswali mengine. Kisha zile dakika nyingine zinazofuata, dakika 120, huwa ni za kujibu maswali. Na kidogo labda nikuchachawize kwamba huwa ni vyema kwanza pale kando ya karatasi andika vidokezo ambavyo vitakuongoza katika kujibu kila swali. Andika vidokezo. Sasa katika zile dakika 120, sasa maswali huwa ni 4. Kila swali tumia dakika 30. Sasa pale utakuwa umetumia dakika 120. Halafu zile dakika 5 za mwisho ni za kupitia maswali yote, uhakikishe kwamba fanya nini? Umeandika vifaavyo, umeakifisha ifaavyo, na mambo yote yatakuwa sawa. Maagizo muhimu: sawa kuandika jina lako, jibu maswali 4, swali la kwanza la lazima, na andika kwa Kiswahili pekee. Usichanganye ndimi ama kuhamisha msimbo. Hakikisha umesoma vitabu vyote. Nimeona asilimia kubwa ya wanafunzi siku hizi haisomi. Kama ni riwaya, kama ni tamthilia, hawasomi. Wanapenda sana kuegemea kwenye miongozo. Kwa hivyo lazima uwe kwamba umesoma kila kitabu zaidi ya mara 3. Soma kila kitabu. Kama ni tamthilia ile, isome zaidi ya mara 3. Kama ni riwaya, isome zaidi ya mara ngapi? 3. Kisha unapojibu swali, epuka kutoka nje ya swali. Epuka kutoka nje ya swali, kwa sababu kule kutoka nje ya swali kutafanya yule ambaye anasahihisha kazi yako aone unatapatapa, huna uhakika. Swala jingine, epuka kufutafuta. Unapofutafuta kazi yako inakuwa chafu, inakosa mtazamo chanya. Na kando na hayo ni kwamba kufutafuta humpatia mtahini taswira kwamba huna uhakika wa kile ambacho unakiandika. Kwa hivyo hakikisha kwamba kazi yako ni safi. Swala jingine, zingatia sarufi na tahajia. Imekuwapo dhana potofu kwamba swala la sarufi na tahajia haliangaziwi katika fasihi, lakini ule ni uongo. Hakikisha kwamba unaakifisha, unatumia lugha sanifu, na pia hakikisha kwamba umeendeleza maneno ipasavyo. Kwa njia hiyo, nina uhakika kwamba utafanya vyema katika karatasi ya 3 ya fasihi na mambo yatakuwa Fuatilia zaidi, uelewe zaidi.